Mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, amjambo na karibu kufuata taarifa hizi za habari katika lugha bora sanifu ya Kiswahili. Kwanza muktasari. Senko imejibu kwa mashtaka za Jean-Pierre Bemba akidai inamuunga mkono AFC M23, ikionyesha ukosefu wa majibu kutoka kwa taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maaskofu wa Kikatolika wanaitaka ofisa mkuu wa mashtaka na bunge la taifa kuchunguza tuhuma hizi. Kwa upande wake, PPRD imemsemea Joseph Kabila ikisema yuko Goma nyumbani na hajahusishwa na shughuli za uasi. Waziri wa sheria Constant Mutamba alijulishwa na ofisa mkuu wa mashtaka kuhusu kumalizika kwa mchakato wa mashtaka yake katika kesi ya wizi wa fedha zilizowekwa kwa ajili ya ujenzi wa gereza la Kisangani. Jean-Pierre Bemba anakabiliwa na ukosoaji mkali baada ya kushutumu Joseph Kabila, Moise Katumbi na Senko kwa kumuunga mkono AFC M23 na kutaka kumuondoa Felix Tshisekedi. Senko imejibu kwa kuonesha ukosefu wa majibu kutoka kwa taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikitaja ofisa mkuu wa mashtaka na bunge la taifa kuchunguza tuhuma hizi, kama alivyosema Monseigneur Donatien Chole. Upande wake, PPRD imemsemea Joseph Kabila ikisema kwamba yuko nyumbani Goma na hajahusishwa na shughuli za uasi, kama vile alivyosema Ferdinand Kambere, katibu makamu wa chama yake. Mkurugenzi wa ofisi ya Moise Katumbi amelaani tuhumu za Jean-Pierre Bemba zidi ya Katumbi, Joseph Kabila na Senko, akiziita mbinu mbaya za kugawanya taifa la Kongo. Alisema Bemba amevunja mipaka kwa kutumia hofu, uongo na fitina bila ushahidi, akilenga tu kuleta magawanyiko. Vijana wa Katanga wanaeleza kutoridhishwa kwao na makamu waziri mkuu Jean-Pierre Bemba kufuatana na matamshi yake ya hivi karibuni. Alimuita Joseph Kabila, Munyarwanda na Moise Katumbi kuwa mshiriki wa njama ya kumuondoa Felix Tshisekedi madarakani. Katika taarifa iliyosomwa tarehe 11 Juni, vijana wa Katanga wanamshtaki Bemba kwa kuwatukana na kutumhumu. Waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Constant Mutamba alijulishwa na ofisa mkuu wa mashtaka kuhusu kumalizika kwa mchakato wa mashtaka yake katika kesi ya wizi wa fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi wa gereza la Kisangani katika mkoa wa Chopo. Tangazo hii ilitolewa katika barua iliyosainiwa tarehe 11 Juni 2025. Maelezo zaidi na Faustine Binja. Katika barua iliyosainiwa na Simon Nyandu, wakili mkuu mstaafu na mkurugenzi wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu, imeandikwa hivi: uchunguzi wa awali wa kisheria katika kesi hii ambapo unashtakiwa kwa ubadilifu wa fedha za umma umefikia mwisho kwa upande wako. Pia barua hiyo imemtaka Mutamba kubaki na utulivu kwa hatua zinazofuata za mchakato wa kisheria, ikisisitiza umuhimu wa kufuata sheria kikamilifu. Katika hali ya mvutano unayoonekana kuongezeka, Firmin Mvundi, mwendesha mashtaka mkuu, ameongeza juhudi za kupata kibali cha kumfungulia mashtaka Mutamba kwa tuhuma za ubadilifu wa mali ya umma. Kwa kujibu hatua hizo, waziri huyo amewasilisha ombi la kumuondoa Mvundi kwenye kesi, akidai kuwa ni mnyanyasaji anayeendeshwa na ugomvi wa binafsi dhidi yake.
Katika ombi lake hilo, Constant Mutamba ametaja hutuma za upendeleo, kulipiza kisasi cha kisiasa, uonevu wa mgogoro wa moja kwa moja dhidi ya mwendesha mashtaka mkuu na baadhi ya majaji walio chini ya mamlaka yake. Kwa sasa waziri wa haki anakabiliwa na mashtaka rasmi. Mwendesha mashtaka mkuu ameshawasilisha ombi bungeni ili kupewa ruhusa kwa kumfungulia kesi. Ikiwa bunge litakubali, Mutamba atapewa masaa 24 kujiuzulu kabla ya kesi kuanza mbele ya mahakama ya kufaa. Nchi ikikumbwa na hali ya sitofahamu katika sekta ya haki, macho yote sasa yameelekezwa kwa bunge wa taifa ambayo inapaswa kutoa uamuzi kuhusu swala hili kabla ya kumalizika kwa kikao cha bunge cha mwezi wa Juni. Katika kumbukumbu ya mwaka wa 3 wa kukaliwa kwa mji muhimu wa Bunagana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mshindi wa tuzo ya amani Denis Mukwege amelaani kutokufanya kazi kwa serikali ya Kongo na ushirikiano wa kimataifa usioonekana. Maelezo na Ben Muhima. Leo ni miaka 3 kamili tangu mji wa kibiashara wa Bunagana ukamatwe na waasi wa M23, alisema Dr. Mukwege. Anilaumu Rwanda kwa kukivunja kikatiba na mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufuata malengo ya kupanua mipaka ili kupora madini muhimu ya Kongo. Daktari huu wa magonjwa ya wanamke kutoka Kongo anayejulikana duniani kwa kupigania waathirika wa ubakaji wakati wa vita anakosoa ukimya wa viongozi wa Kinshasa. Viongozi hawajawahi kuwa na nia ya kisiasa ya kuleta mabadiliko kwenye sekta ya usalama, kusafisha utumishi wa umma na kuweka mpango mzuri wa haki ya mpiko. Kwa maoni yake, hali ya kibinadamu na usalama imezidi kuwa mbaya, hasa kwa sababu ya kukosekana kwa mabadiliko hayo. Raia wetu wanateseka na kudadilishwa chini ya mfumo wa uporaji wa unyonyaji, anasema kwa uchungu. Mwisho, anakemea kimya cha jumuiya ya kimataifa ambayo anasema imekuwa kama mshirika wa Rwanda. Rwanda inavunja waziwazi msingi ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, huku dunia ikikaa kimya kana kwamba inakubali. Liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini chini ya AFC M23 anaendelea na ziara yake katika eneo la Lubero. Alhamisi hii timu yake iliyoona maendeleo mazuri ya shughuli za kiuchumi katika jiji cha Kirumba, ambapo wahamiaji wamerudi na shughuli za kilimo zinaendelea. Hata hivyo, wakaaji wa Kirumba na Kaina wanakabiliwa na changamoto ya kufika kwenye mji wa Butembo na Beni, hali inayochelewesha shughuli za kiuchumi. Vraiment leo changement iko mzuri sana jo kunivua construction kujenga. Leo humu watu wanajenga bila wasi. Unayua mu periode ya Kilombo trakaseri ilikuwa ya yuru sana, iliacha watu wanavicha pesa wanaacha kujenga. Leo kabisa ukaverifie mgine utaona nyumba watu wanajenga bila wasi, kwani gouvernement yetu ya AFC M23 inaautorize watu wajenge bila tatizo, na njo development na njo maendeleo ya nchi. Les habitants du territoire de Lubero vaquent paisiblement leurs activités. Le constat a été fait ce jeudi 12 juin 2025 par les reporters de la cellule de communication du gouvernorat qui sont dans la suite du gouverneur du Nord Kivu. La population de cette partie de la province témoigne que depuis la libération d'une partie du territoire de Lubero, le calme est revenu contrairement à l'époque des FARDC qui pillaient la population en complicité avec leurs alliés Wazalendo. Cette maman de la cité de Kaina s'exprime.
Saifa de sema alikuwa hapa walikuwa nabaka ba mama sana meleo hakuna kabisa. Shida yenye iko kwa wakaaji population ya Kaina banalia tu sana kufungula barabara, shukrize na kwa ya mingi. Kufungula barabara ya Butembo. Analomba M23 ifike Butembo kisha circulation ya monnaie iko. Biko naongola bunga iko bei chini sana. Tunakosa kama tuipeleke wapi. Saki ya bunga ni 28000 francs. Na kilo ya nyama inakuwa 20000 francs. Gouvernement angetusaidia sana. M23 ifike hata Butembo bei na sisi tuanje pata franc. Même réaction pour la population de la commune de Kirumba, qui est contente de la paix restaurée par l'AFC M23. Cet habitant invite ceux qui s'étaient déplacés suite aux hostilités de revenir au Bercail. Message nyende ziambia beba shaka kimbia warudie. Mtu hakimbilia yake fasi kwenye mti kona angukia. Unakimbilia yake fasi kwenye mti kona tokea. Ili takuwa tumisha kwa protection yako. Shukule fasi kunaweza endea mti inaweza kuangukia. Mimi nasema wenyewe bashatoka mwingine warudi Kirumba iko standby na iko bie bila tatizo vraiment. Tuko nasinzia tunatosha hata nguo bila wasi. Plusieurs habitants du territoire de Lubero demandent au gouverneur Bahati Musanga Erasto, qui séjourne dans cette entité, d'ouvrir les routes de desserte agricole qui restent un handicap pour le développement socio-économique de la contrée. Mji wa Bunya, makao makuu ya Ituri, sasa umetengenezwa kuanzia mashariki hadi magharibi na kutoka kaskazini hadi kusini. Kazi zinaendelea. Mji huu unapata mradi mpya wa majenzi ikiridhisha raia wa eneo hilo, kama inavyosemwa katika ripoti ya kitengo cha mawasiliano cha liwali ya tarehe 11 Juni 2000 mwaka huu. Sous un élan transformationnel, Bunya, chef-lieu de la province de l'Ituri, désormais asphalté du nord, sud, est, ouest, et les travaux continuent jour et nuit pendant l'état de siège. À la modernisation de la voirie urbaine, il faut ajouter l'essor architectural que connaît la capitale provinciale de l'Ituri, où il fait désormais beau vivre. Ces jeunes, ayant quitté Bunya en 2014, n'arrivent pas à croire à la nouvelle image de leur ville, devenue un modèle de développement pour plusieurs villes et cités de l'est de la République du Congo. Je suis stupéfait comparativement à d'autres provinces, là où j'ai été. La ville de Bunya a changé tellement, chacun se sent à l'aise. D'autres provinces doivent copier le gouverneur de l'Ituri, qu'elle constate eux-mêmes le changement que connaît cette ville. Chacun doit faire sa part et le pays ira de l'avant. L'Ituri, malgré les difficultés, le développement est palpable. Nous disons félicitations et courage au gouverneur. Ituri nayo malgré les problèmes Ituri, mais le développement iko. Nous disons félicitations et courage au monsieur le gouverneur. Au même moment, les travaux de modernisation de l'aéroport Murongo évoluent sans désemparer, évalués à 61% des réalisations par Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mogaban. Bientôt, les avions gros porteurs pourront atterrir à Bunya. La construction du nouveau tarmac, la nouvelle aire de stationnement. Nous sommes environ à 61%. Nous avons entamé les 31 km qui se constituent un nouveau contrat pour la modernisation des voiries de la ville de Bunya. D'autres acteurs de la ville, comme l'avenue Hôtel Kirikou ou bien Mouzipela, vont bientôt dire adieu à la poussière et au nid des poules qui les jaugeaient à la satisfaction des habitants. Félicitations aux autorités, comme il n'y a plus la poussière. Et nous les motards, nous nous forcerons à être propres. Jour après jour, la ville de Bunya rêvait sa plus belle robe, celui qu'il convient au regard de l'immense potentialité qui regorge l'Ituri. Disons-le, ces projets de modernisation d'infrastructures en ville de Bunya, réalisés sous les regardants du gouverneur militaire, le lieutenant général Loboyaka Chamadjoni, sont financés par le gouvernement central, traduisant ainsi le désir ardent du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire la ville de Bunya un pôle d'attraction au niveau national. Mwisho wa taarifa hizi toka Kivu Morning Post TV. Asante kwako wewe ambao uliotufuata. Kwa heri.